Hayo yamebainishwa na diwani wa kata ya Lembeni, Mheshimiwa Josia Mwipopo, wakati alipokuwa akizungumza na wanafunzi wa chuo cha ustawi wa jamii kuhusu historia ya hayati Mzee Cleopa Msuya na yale ambayo ameyafanya katika enzi za uhai wake alipofanya jitihada za kuleta mafanikio katika sekta ya elimu, viwanda, ardhi pamoja na kuanzisha miradi ya maji ambayo imetatua changamoto kubwa kwa jamii. Lakini kwa nini tunazungumza haya? Tunazungumza yapo mambo mengi sana yaliyotendeka ndani ya kata ya Lembeni, lakini kwa jambo ambalo kweli kubwa sana ambalo limeweza kutukuta sisi ni kuondokewa na mpendwa wetu ambaye tulimpenda sana. Yeye akiwa kama muasisi wa wilaya hii ya Mwanga, ambaye baba yetu ambaye kwa jina kubwa sana tumependa tukimuita baba wa Mwanga. Baba wa Mwanga ndani ya kata ya Lembeni, mimi hususani kuna vielelezo vingi sana vya kuweza kujivunia kupitia yeye, na daima tutaendelea kumkumbuka. Hususani kabisa baba wa Mwanga katika kata ya Lembeni, yeye ndio mwanzilishi wa kwanza kabisa wa kuipata shule ya sekondari ya Nyerere Sekondari, ambayo alipambana ikaweza ikaja Nyerere Sekondari, na hii shule ambayo sasa ni advance. Kweli ndani ya wilaya ya Mwanga ilikuwa ni shule yote, yani ndio iliyokuwa inatambulika, lakini ni shule ambayo hata istoshe yeye binafsi aliipenda sana kwa jinsi ilivyokuwa inawahudumia wana Mwanga. Lakini nje hapo, katika kitu kikubwa nilichokikuta hapa ni kituo cha afya Kisangala, ambacho kituo hiki kilianzishwa na yeye mwenyewe. Lakini hususani chuo cha ustawi wa jamii ambao saizi kwa baraka kubwa kabisa ndio chuo kikuu kishiriki ambacho kipo katika kata hii ya Lembeni. Vile vile Mheshimiwa Mwipopo ameongeza kuwa alama ambazo ameziacha hayati Msuya katika kata ya Lembeni na halmashauri ya Mwanga hazitafutika kamwe, na wao kama viongozi wataendelea kuyaenzi yote ambayo ameyafanya hayati Cleopa Msuya. Hususani hata wilaya ya Mwanga amefanya mambo mengi ambayo michango mingi ambayo mzee alikuwa anaelekeza, na alikuwa anachukia sana pale ambapo anaona mambo hayaendi. Kwa ni vitu ambavyo sisi binafsi tumeona kuwa hili itakuwa ni alama mojawapo ambayo ya kuendelea katika maisha ya sisi viongozi ambao tujifunze. Yani alitufundisha kwanza moja kuwa watu wajasiri, na katika shughuli za maendeleo hilo swala alikuwa amelishikilia sana, na alikuwa anapata shida sana pale anapoona kiongozi hawajibiki hasa katika kuwahudumia wananchi. Yani tuige mfano mkubwa sana kupitia hata jamii tuliyokuwa nayo. Tunaamini kabisa kusema kuwa iige mambo mazuri na makubwa ambayo baba wa Mwanga ameyafanya, na amefanya ambayo yapo na alama zake. Tunaamini kabisa ndani ya wilaya ya Mwanga na maeneo mengine yanayotuzunguka hayatakuja kusaulika kabisa katika maisha yetu ambayo sisi viongozi ambao wa sasa tunaendelea kuendelesha gurudumu hili la maendeleo. Kwa upande wake, rais wa chuo hiko cha ustawi wa jamii Deogratias Thomas anaeleza namna ambavyo wanamkumbuka hayati Msuya kwa mchango wake mkubwa wa kuipatia Mwanga mafanikio katika sekta ya elimu, hasa pale ambapo alipokea ushauri ili wao kama wanafunzi kuimarisha umoja wao katika kukuza fani zao za kielimu. Kwa upande wa wanachuo, msiba huu tumeupokea katika majonzi mazito sana. Yani ni kitu ambacho hata ukiangalia katika process za mwanzo tulikuwa tumepanga, kulikuwa na meeting tumepanga naye ili tuweze kukutana naye. Ni mtu ambaye alikuwa akijitoa zaidi sana katika masuala ya kielimu. Aliweka nguvu yake kubwa sana katika kuboresha miundombinu na mazingira wezeshi ambayo yaliwawezesha watoto au wanajamii wa Kisangala kuweza kupata elimu iliyo bora. Pamoja na hayo yote, lakini pia sisi kama wanachuo wa chuo cha ustawi wa jamii campus ya Kisangala tumekuwa tukishirikiana naye katika mambo tofauti tofauti. Tukiwa na changamoto tuliweza kumuona kama mzee wetu na kiongozi wetu, aliweza kututatulia changamoto hizo na kutupa hata ushauri pia namna gani tunaweza kuenenda ili kuweza kuimarisha umoja wetu na kuweza kuendeleza gurudumu la nchi yetu. Nao baadhi ya wanafunzi wamepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya msiba huo wa hayati David Msuya, hasa wakaeleza ambavyo mafanikio kwa ujumla ndani ya wilaya ya halmashauri ya Mwanga katika nyanja tofauti, huku wakiahidi kufanya yale ambayo hayati Msuya aliyafanya kwa wakazi wa halmashauri ya Mwanga. Joyce Daniel Kesi, hayati Msuya kimetumiza sana, pia kimetupa pigo kubwa sana kwa kweli.
Katika wilaya yetu ya Mwanga ilikuwa ameleta maendeleo makubwa sana. Kwa majina naitwa Petro Ami. Mheshimiwa hayati Cleopa David Msuya, kiukweli sisi wanachuo imetuumiza sana. Ukiangalia na mradi wetu, kuna mradi wa maji hapo, ni mojawapo ya maendeleo aliyoipigania sana yeye. Paka hata ukiangalia kipindi mradi huu ulivyokuja kuzinduliwa na Mheshimiwa Rais, alikuwa anatembea na wheelchair, alikuwa na umwa, lakini amejikongoja kwa hali na mali mpaka akaja kushuhudia namna mradi ule unavyosinduliwa. Pia ukiangalia katika miundombinu ya umeme, barabara, na hata katika wilaya hii ya Mwanga ukiangalia hata kwenye upande wa afya, katika kipindi cha uongozi wake alijenga sana zahanati nyingi kila kijiji. Ni kati ya maendeleo ambayo imetufanya tumkumbuke sana. Mimi kama mwanafunzi wa ustawi wa jamii, msiba wa Cleopa Msuya umenigusa sana na nimepokea kwa masikitiko makubwa, na nikiangalia katika kipindi akiwa kiongozi amefanya mambo makubwa sana, ikiwemo swala la kuboresha viwanja. Kama amejenga uwanja mmoja unaitwa CD Msuya upo Mwanga, na ni moja kati ya mafanikio ambayo aliyafanya yeye na jitihada zake. Kwa hiyo ni pengo kubwa sana ambalo limetukuta katika wilaya ya Mwanga, ambapo alijitahidi sana kuleta maendeleo katika wilaya ambayo tupo mpaka sasa. Kwa hiyo bado tuna masikitiko makubwa sana, tumepokea kwa majonzi. Ikumbuke kuwa hayati Cleopa David Msuya katika enzi za uhai wake amewahi kushika nyadhifa kwenye wizara mbalimbali: wizara ya ardhi, uchumi na mipango, viwanda na wizara ya fedha, sambamba na kuwa waziri mkuu, makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikiripoti kutoka wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro, mimi ni Osea Charles Kinyara.